Asante Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu asubuhi ya leo. Tunakuinua Mfalme, tunakuinua Baba yetu mwema. Asante kwa upendo, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali kikuu, asante kwa kutupa upendeleo wa ajabu sana asubuhi ya leo. Watoto wako tumeshuka mbele zako tukiomba rehema zako, tena tutakase kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani, damu ya Pasaka. Roho Mtakatifu, tumenyenyekea mbele zako tukisi rehema zako, tutakase tena kwa damu ya mwana kondoo. Turehemu Baba yetu sawa sawa na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rika sanda rabo sheka bakuria basika. Itia damu ya Yesu popote pale ulipo. Itia damu ya Yesu, damu ya utakaso, damu ya thamani, damu ya Pasaka, damu inenayo mema, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaitia damu yako, damu ya thamani, damu ya Pasaka, damu inenayo mema kwa ajili ya hatima, kwa ajili ya maisha yetu. Tutakase nafsi zetu, mioyo yetu na roho zetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ruhusu utukufu wako Bwana ukasimame asubuhi ya leo. Tunakuita tena Baba yetu mwema, Mfalme, tunaita nguvu zako, tunaita utukufu wako. Mungu usiyenyamaza, usiyeshindwa, Mungu mwaminifu, tunakuita tena kwa nguvu zako Yesu Kristo, kadhihirishe utukufu wako na uweza wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rika sandaraba kushikaraba sika. Muite Yesu asubuhi ya leo, ita nguvu zake, ita utukufu wake, katika jina la Yesu Kristo tunaita utukufu wako tena. Baba, achilia tena neema mpya, achilia tena utukufu mpya. Roho Mtakatifu, tunakualika tena asubuhi ya leo na nguvu zako, tunakualika na utukufu wako. Roho Mtakatifu, tunakualika Roho Mtakatifu kwa uweza wako toka juu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu aliye mwema, udhihirishe utukufu wako na nguvu zako na uweza wako Yesu Kristo. Tuone nguvu zako na tuone utukufu wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, tunakuita kwa sababu tunataka nguvu zako, tunataka utukufu wako. Usipungue kwetu, fanya jambo kubwa. Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo ruhusu nguvu zako na ruhusu utukufu wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Oh, asante Yesu. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante popote pale ulipo. Mwambie Yesu asante. Asante kwa neema, asante kwa utukufu wako, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa mkono wako, asante kwa neema, asante kwa utukufu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakutukuza, Baba tunakuinua, Baba tunakusifu, Baba tunakuabudu. Pokea sifa Baba yetu, pokea sifa Mfalme, pokea sifa Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Nichukue nafasi kukualika popote pale ulipo asubuhi ya leo. Nikualike popote pale ulipo asubuhi ya leo. Nikualike popote pale ulipo asubuhi ya leo. Makaya basika. Asubuhi ya leo nasikia tuivunje mauti ya kiroho. Mauti ya kiroho. Mauti ya kiroho. Kuna mauti katika ulimwengu wa roho. Mauti ya kiroho. Mauti ya kiroho ni vifo vya kiroho. Kuna watu wamekufa leo hii. Ni shetani tu alipanga wafe. Ni mauti tu imepangwa. Ni mauti ya kiroho. Na asubuhi ya leo nasukuma kabisa tuvunje roho ya mauti. Mauti ya kiroho. Mauti ya kiroho. Yani tuvunje roho ya mauti. Hii ni mbaya sana, ni mbaya sana, ni mbaya sana. Ngoja nisome andiko hili afu tena nikupe maelekezo. Twende kwenye maombi. Kwenye kitabu cha Ayubu 28 mstari wa 22. Ayubu 28:22, Biblia inasemaje? Uharibifu na mauti usema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Sikia. Uharibifu na mauti usema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Sasa kumbe uharibifu ni roho na mauti ni roho. Yani anasema uharibifu na mauti usema, tumesikia habari zake. Kwa mauti ni kitu kinachotembea
Mauti inaweza kusema, mauti inaweza kuzungumza. Si umesikia? Anasema uharibifu na mauti usema, tumesikia habari zake. Kuna watu walisikia habari zako unainuka, wakakutumia mauti. Kuna watu wamesikia habari zako unanyanyuka, wamekutumia kifo. Kuna watu wamesikia unakwenda viwango vikubwa, wanakutumia kifo. Kuna watu wamekusikia umeanzisha duka kubwa, wanakutumia kifo. Kuna watu kusikia umepandishwa cheo, wanakutumia kifo. Kuna watu wanasikia umenyanyuka, wanakutumia kifo. Anasema uharibifu na mauti husema. Kwa hiyo maana yake mauti inaweza kutumwa ikaenda kwa mtu ikaua. Utajuaje kama kuna mauti imetumwa? Angalia ndoto ulizoota usiku. Mwingine umeota ndoto za namna hii. Umeota unaona jeneza, umeota unaona watu waliokufa, umeota unaona kabisa kwamba kuna shimo kubwa limechimbwa unatumbukia. Umeota ndoto unaona watu wanakukimbiza kwa mapanga. Unaota ndoto ambazo hata uzielewi. Wakati mwingine unaota unasahau. Maana yake watu waliposikia unanyanyuka wakakuletea mauti. Leo hii kuna mauti ya kiroho, ya kifo kabisa. Hizi ndoto zote ninazoeleza ni ndoto za kifo kabisa, za kuua mtu. Kuna mtu anahisi kwamba ameamka asubuhi, hawezi kwenda hata kazini, anahisi kwamba kuna watu kama wanataka kumuua. Umeelewa? Anahisi kwamba anaogopa. Unahisi kwamba unaogopa. Maana yake kuna mauti katika ulimwengu wa roho. Kuna mauti na kutafuta. Haleluya. Mwingine akiona watu wanaenda kuzika anaogopa. Maana yake kuna mauti na mtafuta katika ulimwengu wa roho. Sasa Mungu ameniambia hiyo mauti lazima tuivunje. Mauti, kifo inaweza kutumwa. Kifo ikatumwa ikaenda ikaja kwako. Kifo ikatumwa kwa watoto wako. Kifo ikatumwa kwa kizazi chako. Kifo ikatumwa. Kifo inaweza kutumwa. Anasema uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake. Maana yake mauti inasikia, inaweza ikatumwa. Kuna waganga na wachawi wanatuma mauti kabisa, inaenda kwa mtu na huyo mtu anakufa. Wanamuua kwa ajali, wanamuua huyo mtu. Glory to Jesus. Sasa nataka nikupe maelekezo namna gani unaweza kuivunja mauti. Haleluya. Namna gani unaweza kuivunja mauti. Si kitu chepesi kushughulika na roho ya mauti. Haleluya. Lakini nataka nikwambie namna tunaweza kuivunja roho ya mauti. Kwenye kitabu cha Waebrania, haleluya, anasema kitu kizito sana. Anasema kwa kuwa ulishiriki hiyo damu, sawa? Ulishiriki hiyo damu, na uliposhiriki hiyo damu, anasema ukamvunja yule mwenye nguvu ya mauti. Umeelewa? Maana yake ukisoma vizuri pale, huwezi kushughulikia mauti pasipokuwa na nini? Pasipokuwa na anayevunja hiyo mauti. Anayevunja mauti ni damu ya mwana kondoo tu peke yake. Ni damu ya Yesu Kristo peke yake ndio inaweza kushughulikia roho ya mauti. Kwa hiyo tunataka tuitumie damu ya Yesu Kristo kuvunja roho ya nini? Kuvunja roho ya mauti. Na tutakapotumia hii damu ya Yesu, utashangaa yale maroho yote walikutumia ya mauti yote yanaharibika. Waebrania 2 mstari ule wa 14 inasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye hivyo hivyo alishiriki hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti. Unaona? Yani Ibilisi. Maana yake anasema tulishiriki ile damu kumvunja yule mwenye mauti. Sasa nataka nikupe maelekezo. Nataka uchukue maji, uchukua maji yako lita 1.5, nayo maji nitayaombea. Yale maji tutageuza kwa damu ya Yesu. Nayo maji utayaoga siku 7. Utaogea siku 7. Na mauti yoyote ambayo imetumwa kwako, hiyo mauti ndio itakuwa imeondoka katika jina la Yesu. Glory to Jesus. Popote pale ulipo, nataka sahihi wale ambao watachukua ile maji, utachukua hiyo maji, alafu wakati tunaiombea utakuwa na sadaka mkononi mwako, sadaka 10,000. Ile 10,000 unaishika pamoja na ile maji, ambayo hiyo sadaka tunaita sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Haleluya, glory. Maana yake tunakwenda kusimama kuvunja madhabahu ya mauti
inayokufuatilia, inayofuatilia watoto wako. Kama ni watoto wako wanaenda shule, watoto wako wako wapi, utawapa hiyo maji, wataogea, haleluya, siku 7. Amina, wataogea siku 7 na wewe ogea siku 7. Weka kwenye nyumba siku 7, ioge, futa madhabahu yote mauti. Mauti zinatuma kwa namna nyingi, kwa magonjwa, kuna vitu vinatuma kwa kutumia mauti. Lazima uzishambulie zile mauti kwa sababu zinafanya kazi. Usidharau hiki ninachozungumza, utakuja kunishukuru kwamba Mungu alikusudia familia hii ikolewe, familia hii ifunguliwe. Glory to Jesus. Ukipata hiyo maji na hiyo sadaka, utatuma sadaka kwenye namba ya Vodacom ya M-Pesa ya 0756934993, na baadaye sasa utanitumia ujumbe kwa njia ya WhatsApp iliyoko hapo, na ukishatuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp iliyoko hapo, nitaona ujumbe wako na tutaongoza ya maombi makubwa, na mkono wa Mungu utaenda kudhibitika kwako. Sasa popote pale ulipo, nataka uinue mkono wako, sema Bwana Yesu, kila mauti yoyote ambayo inanifuatilia, mauti yoyote inayofuatilia maisha yangu, mauti yoyote inayofuatilia kizazi changu, leo ninaivunja kwa jina la Yesu Kristo. Paya katasatata, kwa jina la Yesu Kristo. Anza kuomba. Roho ya mauti inayosikia habari zangu, inayosikia habari za watoto wangu, inayosikia habari zangu, leo ninaivunja kwa jina la Yesu. Pora makashata, vunjika mauti, vunjika mauti, mauti iliyotuma, mauti iliyotuma, leo napasua madhabahu ya mauti, napasua madhabahu ya mauti, napasua madhabahu ya mauti, leo ninaivunja. Wewe mauti na uharibifu, vunjika kwa jina la Yesu. Rika baba shata, pora makali ya wasika, vunjika ya mauti. Riamosa kata, riamosa karababa, riamosa karaba, rapa kashata, vunjika ya mauti, vunjika ya mauti, mauti na uharibifu, pasuka, 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 shababakata, rapakasha, makayabosaka, rikabosaka, rabakayanda raba, rababakata sata, vonjeka, 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 mauti yote, mauti yote, mauti yote, mauti yote, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu, simba wa kabila la Yuda. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya kusudi lako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Utukufu na heshima ni zako Yesu Kristo mwana wa Daudi, kwa ajili ya ukombozi mkuu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Nichukue nafasi hii, wewe ambao unashiriki maombi haya, basi nitumie WhatsApp na tutasimama na wewe. Nikaribisha sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi. Nikutakia asubuhi njema na mauti hazitakutesa tena, katika jina la Yesu. Amen, amen, amen.